Namwita Mheshimiwa Naibu Waziri na ajiandae mtoa hoja. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hoja iliyopo mezani, hoja ya hotuba ya bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake mahiri, thabiti na wenye maono ya mbali ambao umeendelea kuleta mafanikio makubwa kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya sheria. Aidha, naomba nitumie nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi pamoja na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa uongozi wao imara, maelekezo yao thabiti ambayo yanatuongoza katika utekelezaji wa majukumu yetu serikalini. Kipekee kabisa napenda nitumie nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Homera kwa uongozi wake bora, malezi, miongozo na maelekezo mbalimbali ambayo ananipatia ambayo imekuwa ikiniwezesha kufanya majukumu yangu kwa amani, utulivu na ufanisi. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania Mheshimiwa George Masaju na Mwanasheria Mkuu wa Serikali Mheshimiwa Hamza Johari. Kwa hakika wamekuwa ni walimu wangu kwa siku zote na wamekuwa na mchango wa kipekee katika kunijenga kitaaluma pamoja na katika utekelezaji wa majukumu yangu. Ninawashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile nitumie nafasi hii kutambua mchango wa Katibu Mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria ndugu Eliakim Maswi pamoja na timu nzima ya management ya Wizara ya Katiba na Sheria, pamoja bila kuwasahau wasaidizi wangu wa karibu ambaye na katibu wangu wakili Amani Karani Shani Suleiman pamoja na dereva wangu Sabri. Kwa hakika ndugu Katibu Mkuu na timu yako yote hii ya Wizara ya Katiba na Sheria mmekuwa ni msaada mkubwa sana katika utekelezaji wa majukumu yangu na washukuruni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee kabisa nitumie pia fursa ya kulishukuru bunge hili tukufu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Azan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia nitambue mchango wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria wakiongozwa na mwenyekiti wao, Mwenyekiti Dr. Damas Ndumaru, pamoja na waheshimiwa wote ambao wamechangia hoja hii ya leo. Michango yenu waheshimiwa wabunge tumeisikiliza kwa makini, maoni yenu tumeyapokea na maelekezo yenu tutayazingatia katika utekelezaji wa majukumu yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, msingi mkuu wa Dira 2050 ni utawala, amani, usalama na utulivu. Huu ni msingi unaobeba mustakabali wa Tanzania ya kesho. Ni msingi unaotofautisha taifa linalokuwa kwa bahati na taifa linalojengwa kwa makusudi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muhimu kutambua kwamba katika historia ni kwa mara ya kwanza sekta ya sheria imewekwa katikati ya mjadala wa uchumi wa taifa. Hii ni hatua ya kihistoria sana, kwa kuwa tumetoka katika mtazamo wa kuitizama sekta ya sheria kama sekta mtumiaji wa rasilimali na sasa tunaijenga sekta ya sheria kama kichocheo cha ukuaji wa uchumi, mlinzi wa uwekezaji na nguzo ya kuaminika ya utulivu wa taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hakuna uchumi wa kisasa unaoweza kustawi bila uhakika wa sheria. Lakini hakuna mwekezaji anayeweza kuwekeza bila ulinzi wa haki. Na hakuna maendeleo endelevu bila mifumo ya haki inayofanya kazi kwa ufanisi, usawa na uwazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiitizama dira yetu hii 2050 ina nguzo tatu. Nguzo ya kwanza, uchumi imara, jumuishi na shindani. Nguzo ya pili, uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Nguzo ya tatu, uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti,
nguzo hizi za dira 2050 haziwezi kuota, haziwezi kujengwa kama hatuna msingi imara ambao tumeutaja hapa: utawala, amani, usalama na utulivu, ambao kimsingi msingi mkuu huu pamoja na mambo mengine unahusisha mageuzi ya kina ya kimfumo ili kujenga taifa ambalo sheria sio kikwazo bali ni daraja la maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge wamechangia hapa, wamegusia maeneo kadha wa kadha, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nizungumzie baadhi ya maeneo kwa sababu Mheshimiwa Waziri atakuja kuhitimisha, atazungumza na maeneo mengine. Waheshimiwa wabunge wengi wamezungumzia kuhusiana na kazi kubwa inayofanyika katika sekta hii ya sheria, ambayo ni kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, yani Mama Samia Legal Aid Campaign. Na waheshimiwa wabunge wafahamu mkakati huu na kampeni hii ulianzishwa kwa maono ya mwenyewe Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, akiwa ana nia na lengo la kuhakikisha anaimarisha upatikanaji wa haki kwa Watanzania wote, na hususan wale wenye mahitaji maalum ambao hawawezi kumudu gharama za kuwa na mawakili. Na awamu ya kwanza, kama waheshimiwa wabunge walivyotambua hapa, awamu ya kwanza ya kampeni hii ambayo ilianza mwezi wa 3 mwaka 2023 na kuisha mwezi Februari 2026, ni awamu ambayo ilihusisha wataalam wa sheria, mawakili kuzunguka katika mikoa yote 26 kwenda kuwatafuta wale wenye uhitaji na kutatua migogoro yao ya kisheria. Zaidi ya Watanzania milioni 7,462,000 walifikiwa katika huduma hii muhimu ya upatikanaji wa haki. Na kampeni hii kwa kweli imezaa matunda makubwa sana, kwa maana imepunguza migogoro na imeongeza upatikanaji wa haki kwa uharaka na kwa njia rafiki zaidi. Na sasa naomba niwatangazie waheshimiwa wabunge kwamba mpango sasa wa pili wa kampeni hii ya Mama Samia Legal Aid Campaign tunatarajia kuizindua siku ya tarehe 30 Aprili mwaka huu 2026 katika mkoa wa Dodoma. Na tunatarajia awamu hii lengo ni kwenda kufika katika maeneo yenye uhitaji mkubwa ya vijijini, tofauti na kubakia kwenye miji. Na awamu hii tutakuwa tunaweka kambi kwa siku 15, tofauti na awali ilikuwa ni siku 10. Hii yote ni dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata haki bila ubaguzi, na ili wanapopata haki hiyo inaweza kuchangia katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna waheshimiwa wabunge walizungumza kuhusiana na masuala ya mrundikano wa mashauri katika mahakama, lakini kuhusiana na kesi kuwe kuna uharaka wa kesi kusikilizwa. Na kwenye eneo hili Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme hivi kwamba serikali ya awamu ya 6 imefanya uwekezaji mkubwa sana katika mhimili huu wa mahakama ili kuhakikisha na kuboresha kwamba upatikanaji wa haki kwa Watanzania wote. Ukisoma ibara ya 107A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumza hapa kwamba mamlaka ya mwisho kauli ya mwisho ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa ni mahakama. Na mahakama inatambua kwamba utoaji haki hauishii tu kwenye kusikiliza mashauri, lakini upatikanaji wa haki na utoaji wa haki unahusisha pia katika masuala mengine muhimu, ikiwemo pia kuendeleza miundombinu ya majengo ya mahakama ambayo Watanzania wanaweza wakafika kwa ajili ya kupata huduma za haki. Na ndiyo maana mahakama inatekeleza mradi mkubwa wa ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya mahakama. Na huu mradi umeenda uwekezaji wa bilioni 524.9 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Tanzania nzima
majengo ya mahakama yanakarabatiwa, na kwenye maeneo ambayo hamna majengo yanajengwa ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma bora kwa Watanzania. Hii ndiyo serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunavyozungumza wakati huu, katika mikoa 25 kati ya mikoa 26 ya Tanzania bara tayari kuna mahakama kuu. Zipo na zinatoa huduma kwa wananchi. Na katika kipindi hichi cha miaka 5, mahakama kuu 15 zimejengwa katika muundo wa vituo jumuishi vya upatikanaji haki au vituo jumuishi vya mahakama kuu. Hivi vituo ni vituo vya kipekee kabisa ambavyo vinakuwa na ngazi za mahakama, ngazi zote za mahakama kwenye jengo moja. Kwa maana ya jengo la mahakama kuu, yani kunakuwa na jengo la mahakama kuu, mahakama ya hakimu mkazi, lakini kunakuwa na mahakama ya wilaya pamoja na mahakama za mwanzo. Tafsiri yake ni nini? Hii inaleta wepesi kwa Watanzania, kwa wananchi kupata haki yao. Kwa maana ule muda waliokuwa wanatumia, zile gharama walizokuwa wanatumia kutoka katika ngazi moja ya mahakama kwenda kwenye ngazi nyingine ya mahakama, wanakuwa wameiepuka na maisha yao yanakuwa ni rahisi, kwa maana changamoto zao na haki yao inaweza ikapatikana kwa gharama nafuu na kwa urahisi. Hii yote ni kazi kubwa na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika katika mhimili huu wa mahakama katika kipindi cha awamu ya 6. Lakini upekee wa hivi vituo pia upo katika kuwa na wadau mbalimbali, na wenyewe wapo katika jengo moja, wadau mbalimbali wa haki. Wadau mbalimbali nao wazungumzia hapa ni jeshi la polisi, na wenyewe wanakuwa wanachumba katika jengo hilo, lakini watu wa ustawi wa jamii na wenyewe wanakuwa na chumba katika jengo hilo, lakini kunakuwa na watu wa huduma msaada wa kisheria, kunakuwa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali, kuna hadi chumba cha kunyonyesha watoto cha kina mama, wanaweza wakaenda wakanyonyesha watoto wao. Kwa hiyo unaona, huu ni uwekezaji mkubwa sana unaofanya mapinduzi makubwa ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata haki na katika mazingira ambayo ni mazuri zaidi. Lakini cha muhimu sio tu upatikanaji wa haki. Hata ukisoma ibara hii ya 107A ibara ndogo ya 2B inasema kwamba pamoja na mambo mengine inaipa mamlaka mahakama kwamba kuto kuchelewesha haki bila sababu ya msingi. Wanasema hivi, justice delayed is justice denied. Ukichelewesha haki ni sawa, justice delayed, ukichelewesha haki ni sawa sawa umeinyima hiyo haki, justice denied. Kwa hiyo ukiangalia muktadha wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inataka Watanzania wapate haki kwa wakati. Kwa hiyo hoja sio tu upatikanaji wa haki, lakini hiyo haki iwe imepatikana kwa wakati. Kwa hiyo kuwa na mifumo na majengo bora ya namna hii unawezesha upatikanaji wa haki kwa wakati, kama ibara ya 107A ibara ndogo ya 2B inavyotaka iwe. Na ukitizama kuna matokeo ambayo tunayaona, na ndio maana mrundikano wa mashauri umepungua. Kwa sasa tuna mrundikano wa mashauri katika mahakama zetu kwa 4% tu, na hii 4% mahakama tayari inaifanyia kazi kwa ajili ya kuhakikisha kunakuwa hamna mrundikano wa mashauri katika mahakama kabisa, wananchi wapate haki yao kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia kwenye upande wa mahakama za wilaya, waheshimiwa wabunge ni mashahidi, kwa maana walipokuwa wanachangia wamegusia kwenye mahakama za wilaya zimejengewa hizi mahakama wilaya 42. Kwa hiyo kwa wakati huu katika wilaya 139 tulizokuwa nazo, wilaya 136 tayari zina majengo ya mahakama, na mahakama ambazo zimebaki na ambazo zipo katika mpango unaofuata wa ujenzi ni pamoja na wilaya Mkalama, Chamwino na Ikungi. Hizi ndio wilaya 3 ambazo zimebakia hazina majengo ya mahakama za wilaya na zitakuja kujengewa. Lakini mahakama za mwanzo kwenye mpango huu zimejengwa mahakama za mwanzo 72. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua waheshimiwa wabunge
wana uhitaji bado wa mahakama za mwanzo. Kama tunavyofahamu, tuna kata 3956 na mahakama za mwanzo tulizokuwa nazo kwa wakati huu ni 960. Bado kuna uhitaji wa mahakama za mwanzo katika kata 2996. Naomba ni wataarifu waheshimiwa wabunge kwamba mkakati wa mahakama ni kuhakikisha katika mpango wa 3 wa ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya mahakama hizi zinaenda kujengwa. Mahakama hizi zinaenda kujengwa kwa ushirikiano kati ya mahakama na Wizara ya TAMISEMI, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI. Kwa hiyo siku ya tarehe 5 Aprili mwaka 2026, tukiwa kwenye uzinduzi wa jengo la makao makuu ya mahakama Judiciary Square, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo kwetu. Alisema kwamba Wizara ya TAMISEMI, mahakama pamoja na Wizara ya Katiba na Sheria tushirikiane kwa pamoja ili kuongeza kasi katika ujenzi wa mahakama hizi za mwanzo, tukishirikiana na Wizara ya Fedha. Kwa hiyo naomba niwahakikishie waheshimiwa wabunge kwamba dhamira ile ya serikali ya kuendelea kufanya uwekezaji katika mahakama na katika eneo hili la miundombinu ya mahakama ipo, na tayari kuna hadi wakuu wa mikoa, na naomba niwatambue kwa majina yao. Naomba nimtambue mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Telak, lakini mkuu wa mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko, nimtambue mkuu wa mkoa wa Rukwa Charles Makongoro. Hawa wote tayari wameanza utekelezaji kwa kutenga maeneo kwa ajili ya ujenzi wa mahakama za mwanzo. Kwa hiyo mahakama hizi zitajengwa ili kuendelea kuboresha upatikanaji wa haki kwa Watanzania. Lakini uwekezaji huo wa bilioni 524.9 haujaishia kwenye upande wa miundombinu kwa maana ya majengo pekee. Yamefanyika mapinduzi makubwa ya kidijitali kwa maana ya kutengeneza mifumo ya kidijitali kwa ajili ya upatikanaji wa haki, kutumia teknolojia ya TEHAMA kurahisisha na kusogeza huduma za upatikanaji wa haki kwa wananchi. Sasa hivi katika mahakama tuna mfumo eCMS ambapo mwananchi anaweza akaingia kwenye mfumo na akafungua shauri, akafuatilia shauri lake na akapata hadi hukumu kupitia mfumo huo. Haya ni mapinduzi makubwa kabisa. Lakini tuna huduma ya mahakama mtandao ambapo Mtanzania anaweza akaingia kupitia mtandao huu akahudhuria shauri lake. Haya ni mapinduzi makubwa sana. Lakini tunaona kwenye upande huo huo wa mapinduzi kwenye mifumo ya kidijitali, mahakama ina call center, kituo cha huduma kwa wateja ambazo namba zake ni 0800750247. Mtanzania anayehitaji muongozo wa namna gani ya kupata haki zake katika mfumo wa mahakama anaweza akapiga namba hii na akapewa muongozo sahihi wa taratibu za kufuata ili aweze kupata haki yake. Lakini kuna mfumo wa namba ya WhatsApp ambayo kwa kutumia teknolojia ya chatbot, robot hili lina chat na Watanzania, linawaelekeza mambo tofauti tofauti na namna gani ya kupata haki zao na taratibu za kufuata mahakamani ili kupata haki zao. Hii ni kazi kubwa sana ambayo imefanyika katika serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, kwa kuhitimisha, na waomba waheshimiwa wabunge Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuhitimisha, naomba waheshimiwa wabunge watupitishie bajeti hii ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 2026-2027 ili twende tukaimarishe sekta ya sheria ili kuwezesha utekelezaji wa Dira 2050. Ninawaomba waheshimiwa wabunge watupitishie bajeti hii ili twende tukaimarishe upatikanaji wa haki kwa wote kupitia mifumo jumuishi yenye ufanisi na inayofikika. Nawaomba waheshimiwa wabunge watupitishie bajeti hii ili tukajenge mazingira bora ya uwekezaji,
kwa maana katika kipindi hichi cha ushindani wa kimataifa wa uwekezaji tunatakiwa kulinda maslahi ya taifa kupitia sheria madhubuti. Ninawaomba waheshimiwa wabunge mtupitishie bajeti hii ili twende tukaimarishe utawala bora na uwajibikaji na kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na amani, usalama na utulivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema haya, naomba kuunga mkono hoja.